Kuna watu wanaishi sanaa, kuna watu wanafanya sanaa. Alafu kuna wale ambao sanaa imekuwa sehemu ya damu yao, haijitenganishi nao popote waendapo. Leo tunapiga soga na mtu ambaye amebeba majukumu matatu makubwa kwenye mabega yake. Ni DJ, mtangazaji wa habari na msanii wa muziki. Safari yake inaanzia Mbeya, lakini sasa Dar es Salaam ndio uwanja wake wa mapambano. Kutoka kwenye screen za ITV hadi kwenye vibao vya dancehall na reggae, amesimama kama sauti yenye msimamo na ujumbe mzito. Albamu yake ya 1302 imeashiria mwanzo mpya. Na leo tunataka kujua kila kitu. Shinikizo la kuwa na majukumu mengi, changamoto za muziki huu na mustakabali wake katika game. Buckle up. Soga za mtaa haijawahi kuwa na vibe kama hii. Karibu Twali B-Side Boy kwenye meza yetu. Tuna mengi ya kuzungumza. Asante sana mazee. Nisikia happy sana niko ndani ya soga za mtaa. Yeah. Ukiwa kama mtangazaji wa habari na msanii kwa wakati mmoja, ni jambo gani linakupa msukumo mkubwa zaidi, kuhabarisha au kuimba? Mimi nadhani hapa ni wetu mkweli, ni vyote mzee. Vyote, kwa sababu na imani vyote viko ndani yangu. Na vyote ni kama wito kwangu. Kwa hiyo kila kimoja kwangu nakifanya hivyo. Natoa habari sababu napenda kazi hapo. Nafanya muziki pia kwa sababu ni kitu ambacho nahisi nimezaliwa, ni kiko ndani ya damu yangu. Tokea nikiwa mdogo najiona mimi nilikuwa napenda muziki. Kwa hiyo ni vitu ambavyo naishi navyo vyote. Kwa hiyo vyote nahisi naenda navyo sawa. Muziki wa reggae na dancehall Tanzania bado unaonekana kuwa na changamoto nyingi za kibiashara. Wewe umewezaje kupenya na kuachia album ya 1302? Mimi nadhani kwa sababu nilijiona sehemu ambayo naenda. Siku zote unapofanya biashara au unafanya kitu chochote, manake lazima utakuwa unajua biashara yako unaipeleka kwenye soko lipi. Mimi nafanya dancehall na raga na reggae na changanya kidogo, muziki ambao tunaamini kwamba Tanzania ni kama hauna soko, lakini kwa sababu unafanya kwa lugha ya Kiswahili na nikafanya fusion, nikachanganya baadhi ya vionjo vya Kitanzania ndani ya huo muziki. Kwa hiyo niliamini kwamba nikija kwa staili naweza nikapata soko. Ni kweli watu wanasema soko gumu sana la muziki wa reggae, raga na dancehall. Na ni kwa sababu tu sio tamaduni zetu pengine, na kwa sababu sisi wenyewe pia hatuna tamaduni ambazo tunaweza tukasema hizo tunaenda nazo kama za Mtanzania, hususan kwenye maisha ya kizazi kipya. Ni watu ambao wakubeba chochote. Kwa hiyo inakwenda na trending. Sasa hivi reggae haipo, lakini way back ilikuwepo. Kwa maana yake kilichopo sasa hizi itafika muda na chenye hakitakuwepo kwa sababu tunakwenda na trending. Kuifanya reggae ibaki ni wewe sasa unayefanya muziki wa reggae, kutengenezea vionjo ambavyo havitaisha leo wala kesho kutwa, kwa sababu ni muziki ambao tupo kwenye jamii ambayo inapenda muziki wa kutrend. So unatakiwa utengeneze trending ambayo itaifanya mtu akisikiza muziki wako aupende forever. Yani siwe tu kwa sababu ya kipindi kile muziki wa reggae ulikuwa safi, muziki wa reggae ulikuwa safi miaka fulani, basi ukipita ndio umepita. Mimi najitahidi kuweka vionjo ambavyo pamoja ni muziki ambao wanasema haupo kwenye ramani, ila mimi najaribu kutengenezea vionjo ambavyo vitamfanya mtu asikilize na utakuwepo kwenye ramani. Kwenye ya kwangu mimi peke yangu. Mimi nafanya pure dancehall. Yeah. Ukiangalia tasnia ya muziki Tanzania, unadhani kwa nini wasanii wengi wa dancehall na reggae hawapewi nafasi kubwa kama Bongo Flava? Nadhani kwa jinsi walivyojiweka. Tanzania tumekuwa na kizazi ambacho ama tumekuwa na jamii ambayo inatamani sana kuona watu ambao wanaonekana pia. Kuna kauli moja kwenye uandishi tunasemaga names make news. Yani wewe unavozidi kuwa star, unavozidi kuongeleka zaidi, maana yake ndio unapata nafasi ya kutengenezewa nafasi ya kufuatwa, kuhojiwa au kufanyaje. Maana yake ni nini? Muziki unafanya na watu ambao wanazingatia misingi. Hawako kibiashara. Yani wapo kwa sababu wanafanya muziki, huu ni muziki wa reggae ambao unatakiwa ufanywe, una misingi yake na principles zake. Kwa wanaofanya kwenye mlengo huo. Ila wangekuwa wanaofanya kwenye mlengo wa kibiashara, yani wangekuwa wanaofanya kwenye mlengo wa kibiashara, maana yake kuna target fulani za kibiashara wangeziweka. Tunasema wangeweka nakshi udambu ili na wenyewe uweze kuendana na soko la sasa hivi. Lakini kwa sababu asilimia kubwa wanaofanya muziki hawako kibiashara, na ndio maana unakuta na wenyewe wanaamua kufanya hivyo unavyotakiwa, kwa maana ni reggae na misingi yake, raga na misingi yake, dance na misingi yake, tunaifanya kwa misingi, haipo kibiashara. Sana tupo kwenye inspiration. Ndio maana iko hivyo. Lakini kama tukiweka kibiashara, maana yake utaona hizo trending, utaona hizo watu wanazizungumzia kwa sababu watautengeneza in a form of business. Sasa hivi upo kwenye inspiration, ndio maana unakuta hauko hivyo. Na jamii sasa hivi kwenye inspiration haipo sana, ipo kwenye business. Ndio maana unakuta zinazungumziwa sana zilizopo kwenye biashara. Hizi zipo kwenye inspiration kidogo, zinaonekana kama hazipo. Lakini kwa binafsi yangu mimi naona reggae bado ipo, raga ipo, dance ipo.
Kwa mtu ambaye hajawahi kusikiliza kazi zako, ungependa aanzie na wimbo gani kwenye albamu yako na kwa nini? Ni yoyote, kwa sababu zote na kali. Aanze na yoyote ile anayojisikia kuanza nayo. Yaani kila ngoma niliyofanya mule ni kali na ni ya moto mzee. Kwa sababu kabla ya kufanya album nilikuwa nafanya research, muziki gani saizi upo kwenye soko, wapi wanauza sana, kelele ziko wapi, wapi tuhamishe kelele za mashabiki, sababu tumekuwa na muziki wa kucheza sana, kwa hiyo tunahitaji muziki wa kusikiliza pia. Kwa hiyo nimefanya muziki ambao na imani kabisa ni mtu akisikiliza atapata kitu fulani. Mimi nahitaji ile, unajua Diamond alifanya album alita therapy, kwa maana kwamba ile ni kama tiba fulani. Kwa hiyo na mimi nimefanya therapy kwenye dancehall. Though album yangu haitwi therapy. Album yangu inaitwa tarehe 13 mwezi wa pili. Hivyo tu mtazipata shida, tarehe 13 mwezi wa pili. How 1302 1302. Kwa hiyo ngoma yoyote atakayegusa ni ya moto. Kila ngoma ni kali mule mzee. Kama mwandishi wa habari, unapataje balance ya kuweka habari sahihi kwa umma huku ukihusishwa moja kwa moja na tasnia ya burudani? Umewahi kujikuta kwenye mgongano wa maslahi? Hajaitokea. Kwa sababu nasimama kwenye misingi. Nafanya habari, nafahamu ethics za kazi yangu. Si umeelewa? Kwa hiyo kama nafahamu ethics za kazi yangu, maana yake siwezi kuwa upande mmoja. Hata kubalance itabalance. Leo hii nikija nikisikia sijui let's say labda Alikiba kafumaniwa somewhere, mimi siwezi kuondoka na story ya Alikiba kafumaniwa. Nitaibeba kama ilivyo, lakini mtafanya jitihada za kumtafuta Alikiba anipe ukweli kuhusiana na hii story. Alafu maelezo ndo atanipa mimi kujua wapi kuna ukweli. Kwa hiyo nikitoka na story, sitatoka na story ambayo tuna jitihada za kumtafuta labda Alikiba, no. Mimi nitakuja na jibu tayari Alikiba kashanijibu. Yaani kwa hiyo balance yangu iko hivyo. Mgongano wa kimaslahi haijawahi tokea, kwa sababu always nasimama kwenye haki, nasimama kwenye ethics. By the way, kazi nilisoma, kwa nilipewa ile misingi. Najua ni kwamba nikiwa kwenye habari natakiwa kuwaje. Katika safari yako ya muziki, ni tukio gani ambalo mpaka leo linakupa nguvu ya kusonga mbele hata katika nyakati ngumu? Ni mashabiki niliokuwa nao. Bahati nzuri mimi nina mashabiki wachache ambao kweli wanaamini katika mimi. Yaani watu ambao wanaamini kwamba Twalibia akifanya wimbo tupo radhi kumsupport. Na ndio watu ambao waga wananipaga nguvu na kiburi cha kuwa mbele ya watu na kuweza kusema mimi ni mwanamuziki. Sababu wanasema kwenye kitu unachokifanya lazima ujitambue uko na watu gani. Mimi nimejitambua, mashabiki wangu ni wa aina gani, wenye umri gani, wanapenda muziki gani. Si umeelewa? Kwa hiyo hao mimi ndio wananipa nguvu. Na ndio ambao nikifanya ngoma nikiwasikilizisha wanaambia yes hii kali. Hii ni Ayusha. Huyu sio Twalibia. Huyu mbona kama mtoto wa Twalibia. Si umeelewa? Huyu mbona kama kaka yake na mawazo makubwa sana. Huyu Twalibia, yani iko hivyo. Kwa kinachonipa nguvu, kinachonipa kiburi, kinachonifanya niweze kusonga ni mashabiki, kwa sababu ninachokitoa wana deliver, wananiambia hiki ni kizuri. Though fan base yangu sio kubwa, ni ndogo sana, lakini hawa wachache ndio wanifanya na hisi okay. Sasa hizi una deliver kufanya kitu fulani. Sasa hizi ngoma zako kubwa kiasi gani? Kwa hiyo mimi kupitia hawa wachache ndio wananipa kiburi cha kuweza kusema sasa hivi nafanya ngoma kali, sasa nafanya muziki, nafanya nini. Na mashabiki wachache tu ambao wananipa kiburi. Watu wengi hawajui kwamba kuwa msanii wa dancehall au reggae kunahitaji nidhamu tofauti na aina nyingine ya muziki. Sure. Nidhamu gani unayoishi nayo kila siku ili ubaki kwenye game? Kuheshimu jamii ili na kuheshimu. Kuthamini kila mmoja unayemfahamu. Huyu ni mkubwa, huyu ni mdogo. Mdogo unampa heshima yake udogo, mkubwa unampa heshima yake ukubwa. Uliyekuwa naye sawa na naye heshima yake usawa. Weka mipaka. Kuna utani na kuna muda si wa utani. Hivyo tu. Na ukishaweza kujitambua hivyo, maana yake unaweza ukasimama kwenye ile misingi. Ukirudi kwenye aina yenyewe ya muziki, ni muziki ambao hauna usela mwingi sana. Ni muziki ambao unabeba rika zote. Kwa kama unaweza kusimama kwa ajili ya rika zote, maana yake hata wewe unatakiwa usimame, uwe ni mtu ambaye una deserve kuwa mtu ambaye wa kutazamwa na rika zote. Kuna mtu ukimtazama unamwona kabisa ni huyu ni wa Machek Bob. Kuna mtu ukimtazama unajua huyu ni watu wazima. Raga, reggae na dancer ni muziki ambao unabeba rika zote. Kwa maana yake kutokana uhalisia wa muziki wenyewe, hata unayefanya wa muziki unatakiwa kuwa hivyo. Kwa maana kuna watoto wanakutazama utaki kuvaa kiuni. Wanatakiwa ajifunze kutoka kwako. Kuna watu wazima wanakutazama kama mtu mzima mwenzao, kama kioo chao, kwamba mimi leo hii nikisimama kuna mzazi, mimi ni mzazi tayari na watoto. Kwa hiyo kuna mzazi anaamini mimi ni mwakilishi wake. Kwa hiyo nikiwa muuni, maana yake hata yule mzazi anaweza kaamini kwamba wazazi wote wataonekana muuni kupitia Twalibia. Kwa hiyo ili niweze kusimama sawa, lazima niendane na jamii yote. Kutokana na jinsi ambavyo misingi niliyojiwekea, muziki wenyewe naofanya unahitaji vitu kama hivyo. Na kazi ninayoifanya pia inanihitaji niwe hivyo. By the way, pia nimekuzwa kwenye misingi hiyo.
Unadhani ni nini hasa kinawafanya wasanii wengi wa Bongo Flava waogope kufanya collab na wasanii wa reggae na dancehall hapa Tanzania? Fanbase. Wasanii wengi wa Bongo Flava wanaamini kwenye fanbase. Si kitu kibaya. Hata mimi sometimes huwa natamani kufanya na mtu ambaye ana fanbase kubwa ili na mimi niongeze wigo wa mashabiki. Ukiangalia wasanii wengi wa reggae, fanbase yao huwezi kuifananisha na fanbase ambayo iko kwenye mrengo wa kibiashara sasa hivi. Huwezi kusema fanbase ya Diamond Platnumz inafanana na fanbase ya Jiko Man. Haiwezekani. Jiko ni kaka kwenye reggae tunamfahamu. Fanbase yake hata kiumri watakuwa ni watu wazima, watu wa serikalini, umeelewa? Kwa hiyo wao wanaamini kwa sababu wapo kwenye generation fulani, generation X. Umeelewa? X kwa maana kwamba ndio ya mwisho, tunasema hivyo. Au wengine wanaita Gen Z. Umeelewa? Wanaamini kwamba ili kuongeza fanbase lazima ufanye na watu ambao tayari wana fanbase kubwa. Wasanii wa reggae walikuwa na fanbase kubwa way back. Sasa hivi wamepunguza fanbase kwa sababu hata kizazi chao pia hakiko kwenye maisha hayo. Watu wako busy na maisha yao. Kwa hiyo wengi wao wanaamini akifanya na msanii wa reggae maybe atakwenda kuchukua watu wachache tu. Na wengine wanaamini ndo kama hivyo muziki wenyewe umekufa, labda uonekane usikiki sana, kwa nikaenda kwenye kama nakwenda kujipoteza. Which is mimi naamini kufanya collab na msanii wa muziki yote au mimi ninavyofanya collab, mimi huwa siangalii muziki wewe mwanamuziki ni mkubwa au mdogo au nini. Kwa mfano kwenye album yangu kuna watu nimefanya nao, wengine pengine ndo utawasikia kwenye hiyo album, na wengine mimi pengine ndo nimeweza kumsikia pengine mtu kwa sababu nilikutanishwa naye kwenye collab. Mfano kwenye hii album kuna mtu anaitwa Disan, yeye ni dereva bodaboda, si umeelewa? Though kijiwe chake ni tofauti na video vingine, yeye anatokea Mbezi Beach kwa Ashua, unaweza ukaona vitu kama, lakini ana uwezo mkubwa wa kuimba, si umeelewa? Sikuangalia fanbase yake, nimeangalia kipaji na uwezo wake wa kufanya muziki, ndo nikaweka hapo. Kwa hiyo wengi wanaogopa kutokana, wengi wanaangalia kwenye kuongeza fanbase, wigo wa mashabiki. Wanaamini kwenye reggae labda kuna mashabiki wachache, mtashindwa kupata ule wigo mkubwa. Naona kwenye mrengo huo. Si umeelewa? Yeah. Mbeya ni mmoja ya mikoa inayotoa vipaji vikali lakini bado haijajulikana sana kama Dar es Salaam. Nadhani nini kinawakwamisha wasanii wa Mbeya kushine zaidi? Sidhani kama kuna kitu kinawakwamisha, ila kuna ile hali tu, na hii sio Mbeya tu, mikoa mingi. Mastaa kibao wamekoana wakishapata majina huwa wanatamani kutoka kwenda Dar es Salaam. And of course, mimi sishangai kwa sababu Dar es Salaam ndo kila kitu mzee. Ukitaka kuamini Dar es Salaam ndo kila kitu. Zamani neno ama jina Bongo ilikuwa inaitwa Dar es Salaam, ndo Bongo Dar es Salaam. Lakini mwisho wa siku Tanzania nzima sasa inaitwa Bongo. Si umeelewa? Kwa hiyo hata ukizungumzia Bongo Flava ilikuwa ni flavor za Dar es Salaam. Si umeelewa? Lakini baadaye Bongo Flava ni Tanzania nzima. Kwa hiyo hata wasanii wa Mbeya wapo wanaofanya vizuri, wakubwa sana. Lakini wengi wanakimbilia Dar es Salaam kutafuta fanbase. Sasa changamoto iko akishafika da. Je, wanaongea kwamba wana present Mbeya? Hiyo ndo shida. Kwa hiyo unaweza ukaiona Mbeya ni ndogo sana kwenye ramani ya muziki, lakini na watu wengi sana wakubwa, pengine wana run sio niseme dunia au wana run sio ulimwengu wa burudani kwa hivi sasa. Maybe ni ile tu kutojionesha, kutokuwa proud kwamba mimi natokea Mbeya. Lakini wengi ukitaja kwa majina wako wengi sana, ukiacha kina Revant na wafahamu kina Stukizi, kina LG, kuna watu kama kina Mtafia ama Mtafia, wapo wengi sana, kina hizo business, yani wengi sana. Haifahamiki tu kwa sababu nahisi wao wenyewe hawako tayari ku proud kwamba mimi natokea Mbeya, kama tunavyomwona ndugu yetu Moisa, mtu mbadi kabisa, au kama ilivyo kwa mdogo wangu kabisa msamiati umenye anatamka kabisa zile lafuzi za Kenya Kyusa, anaongea Kenya Kyusa. Kwa ina watu wengi, lakini nadhani kwa sababu hawataki ku proud of kwamba mimi natokea Mbeya, kama unavyosikia watu wa Arusha, watu wa Mwanza, inaonekana hivyo. Lakini ni kiukweli na watu wakubwa, na pengine jitihada tu za sisi wenyewe tunatokea Mbeya sasa kuanza pengine kurudisha mafestival. Mfano ndugu yangu hizo business alikuwa na ile Home Sweet Home, kila mwezi wa 12 alikuwa anafanya tamasha kubwa sana Mbeya. Labda tukiwekeza vile vikubwa sana vikatangazwa, inaweza ikaonesha kwamba mkoa wetu ama jiji letu likawa kubwa sana kwenye masuala ya kimuziki, yani kwa maana ya kujitangaza. Lakini kwenye uhalisia wa ukubwa ni kubwa, limezaa vipaji vingi. Ukiacha hao ambao wapo kwenye game ambao watokei Mbeya, wapo ambao game zao wameanzia Mbeya, either alienda kusoma alifanya nini, lakini kaanzia kule ndo kawa mkubwa kutokea huko, na sasa hivi anajulikana pengine Tanzania nzima. Way back angalia makaka zetu kina Sogi Dogi, kina Professor J, kina Jaffa Rhymes, kina J Mo na wengine kadha kadha. Kwa unaweza ukaona vitu kama hivyo. Yeah.
Kama ungepata nafasi ya kufanya remix ya wimbo wote katika albamu yako hii mpya na msanii wa kimataifa wa dancehall au reggae, ungemchagua nani na kwa nini? Busy Signal. Kwa nini? Ate. Ni mtu ambaye ana energy. Na ni mtu ambaye kiukweli mimi ni mtu ambaye nasikiliza sana muziki wa nje. Umeona napenda wasanii wengi, nampenda Shaggy, napenda Sean Paul, nampenda Busy. Ukiniambia role model wangu kabisa mimi ni Shabba Ranks. Huyo ndo uniambie kitu. Lakini nampenda Busy kwa sababu Busy namuona Shabba Ranks wa kizazi hiki. Si umenielewa? Nikimsikia Busy nasikia flavor nyingi sana ndani yake. Busy anaimba, Busy ana chanti, si unaelewa? Busy ana sauti nzito, Busy ana sauti nyembamba. Si umeelewa? Kwa na imani ni mtu ambaye nikifanya naye collab mtasikia kile kitu ambacho nilikuwa natamani kukisikia, kwa sababu mimi mwenyewe kiuhalisia kwenye muziki wangu na sauti nene. Busy ana uwezo wa kufanya sauti nene, ana uwezo wa kufanya sauti nyembamba. Kwa tukipata hii combination naona itarudi ile combination ya Max Priest and Shabba Ranks way back kipindi kile cha Mr. Loverman, unaona bana. Kipindi kile wanafanya kina Shabba Ranks wanachanganya sauti nene na nyembamba, kina Chaka Demas and Price. Na nikipata nafasi ya kufanya naye collab nitambembeleza sana asimbe sauti nene, aimbe nyembamba ili mimi niimbe nene, kwa sababu kimba nene atanificha. Okay. Busy best, yani namuona kabisa. Ate huyu hapa yani mbele yangu anaona kabisa ni kama natamani kufanya naye collab. Yeye. Kama ungepewa jukumu la kubadilisha kitu kimoja kwenye tasnia ya muziki wa Tanzania kwa lengo la kuinua dancehall na reggae, ni jambo gani ungelifanya mara moja? Playlist za radio station, media kiujumla. Waache kufanya muziki wa reggae na raga na dancehall kama special program. Inapigwa once a week. Yani mtu ana Jumamosi ndo unasikia tu tunasikia vipindi vya reggae. Mimi ningefanya tu kuingiza kwenye playlist zote. Jumatatu tu Ijumaa unavopiga bongo flavor, piga reggae, piga nini, piga singeli, piga nivo, zote ziingie. Kikubwa tusome tempo. Kipiga tempo za 80 kuna reggae nyingi sana za tempo za 80. Piga kwenye 190 hapa kuna dancehall na raga nyingi sana. Kwa hiyo kikubwa mimi ningebadilisha kwenye playlist. Yani vipindi vyote vinavyopiga muziki vichanganye ina muziki. Kusiwe na vipindi maalum kwa muziki maalum kama ilivyotengwa labda taarabu au si weekend unasikia tu zile zilipendwa. Reggae na yenyewe siwekwe hivyo na raga. Yani yenyewe iwe katikati, yani kama zilivyo zingine tu. Hiyo tunasema vagrant, yani ziwepo tu all over the week, yani kwamba iwe ni daily tunasikia huu muziki. Usiweke kama special program kama media nyingi zinazoifanya weekend ndo tunasikiliza hivi. Hicho ndo ningekibadilisha kikubwa sana. Okay. Yeah. Wapo wanaosema kuwa wasanii wa dancehall na reggae Tanzania hawana mshikamano wa kweli. Unakubaliana na hili na kwa nini? Inawezekana. Naweza kukubaliana nalo. Ukija hata kwenye upande wa tuzo nakumbuka zile TMA, Tanzania Music Award, ili walazimu waweke kipengele cha raga na dancehall alafu waweke reggae. Si umeelewa? Yeah. Sijui ni nini. Wengi tunaamini kwa sababu ni reggae, raga na dancehall. Chakuja kwenye reggae, raga na dancehall kuna kitu kinaitwa reggae. Reggae kina misingi 100%. Raga na dancehall hii unaweza kuweka misingi, unaweza kuweka utani, unaweza kuweka ujinga, si unaelewa? Lakini ukija kwenye reggae, utata unaanzaga kwa wale watu wa reggae. Wao wanaamini raga na dancehall pengine kama wana ubongo flavor fulani hivi, si unaelewa? Kwa hiyo lazima wanyooshe misingi. Sasa katika kunyoosha misingi, wanaonyoshwa na wenyewe wanaamini tumekaa kwenye mlengo wa kisasa wa kibiashara. Tunatafuta training, tunatafuta fan base, tunatafuta kufanya biashara, tunatafuta maisha. Hapo ndo kuna contradictions. Contradictions kama hizi kija kutokea, wa reggae wanakuambia bwana tukae kwenye misingi. Au wanakuambia muziki sasa hizi biashara umebadilika na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hapo lazima kutakuwa kuna uelewano. Reggae wanaamini kwenye misingi, roots. Ndio kisikia roots and culture. Ile tukizungumzia one drop ni one drop kweli, tukizungumzia na bingi kweli. Yenga zungumzia ile reggae kweli, yani ile kama tusilete masiara, yani kama ni muziki wa kuelimisha kwa sababu reggae imebase sana kwenye elimu. Hata kama ni mapenzi ya kuelimisha. Tofauti na dancehall na raga. Tunaweka mapenzi lakini mapenzi ambayo tunaingia chumbani zaidi. Kwa hiyo contradictions, kutokuelewana ama kutokuwa na mshikamano pengine ni kutokuelewana. Au wana imani tuweke misingi zaidi, wengine wana imani ya misingi sana tutachelewa kuuza, wengine wako kwenye biashara, hivyo. Inawezekana ikawa hivyo. Katika safari yako ya muziki na uandishi wa habari, ni ushauri gani umewahi kupewa na ukauchukulia kama game changer kwako? Ushauri ambao niliwahi kupewa na nikauchukulia kama ni game changer kwangu ni ku accept challenge. Nobody is perfect. Na hakuna namba moja wa milele. Na unamkumbuka aliyekwambia? Of course. Lakini marehemu saizi mzee. Ni mtu mkubwa, alikuwa mkurugenzi wa jiji ambaye aliwahi kunipa, ndo mtu wa kwanza kuniajiri kazi ya utangazaji way back Mbeya mwaka 2005. Ilitokea
Sababu kuna presenter mwingine pia mkubwa alikuja kipindi hiko. Adam Mchomvu. Baba niseme tu. Tulikuwa nafanya pamoja. Kwa kipindi kile nilikuwa na jina kubwa sana Mbeya. Adam alivyokuja alichukua baadhi ya fursa zangu ambazo alikuwa kuna watu walikuwa wanajaribu kunijaza kwamba Folema yule ametoka huko kwao anakujaje Mbeya, yani zile. Kwa awamu ya kwanza nilivyoipokea nilihisi kama kweli, yani nyumbani kwangu mtu gani anakuja, yani zile unajua zile. Lakini baadaye yule mzinga alikaa kwa sababu alikuja kugundua tunataka kutengeneza. Si umeelewa? Kaja ndo akanambia hivyo vitu. Nobody is perfect. Si umeelewa? Na hakuna mtu anaweza akakuelewa wewe forever, na hakuna namba moja ya milele. Si umeelewa? Na kikubwa ni ku accept challenge. Aliyekuja inaonekana ni mkali, kwa hiyo unatakiwa uwe mkali zaidi yake. Yule mkali zaidi yake lazima ongeze juhudi. Tuweza kucope na tukawa pamoja, na mpaka leo tumekuwa washikaji kinoma noma. Lakini mtu ambaye aliweza kuniambia kwamba unatakiwa ku accept challenge na nilibeba, na ndio maana mpaka leo nimeweza kupita na shindana na mtu. Naweza nikafanya muziki wangu wa dancer, akija mtu akajiita king of dancer, mimi kwangu it's okay, yeye kwake ni king wa dancer. Inawezekana pengine mimi nikanafanya muziki mzuri sijafikia kufikia level za king. Kwa hiyo siwezi kubishana naye. Yeye kwake inawezekana akawa king. Kwa hiyo siwezi kubishana na hizo challenge. Na ndio maana mpaka leo mimi naweza nikaenda nikasimama na mtu yoyote. Siogopi kushindanishwa na mtu yoyote, kwa sababu unajua kwenye ushindani kuna kushinda na kuna kushindwa. Na ili uweze kujua ukiaccept hapo, maana yake hautaogopa mashindano. Na ili uweze kubadilika kwenye game lazima uaccept vitu kama hivi. Kwa mimi nilivyoaccept hivyo hapo. Kwa mzee wangu Mwenyezi Mungu amrehemu hivi sasa, Wilson Kabwe alikuwa mkurugenzi wa jiji la Mbeya kipindi hiko. Yeye ndo mtu wa kwanza kuniajiri na ndo mtu ambaye aliweza kunipa mawazo mengi sana ku accept challenge, kukubali mabadiliko. Yani usikubali kwa sababu umeonekana wewe ndo unajua sana, akija mtu akakuzidi basi wewe unune. No. Kubali aliyokuja ni mkubwa zaidi yako, basi naye fanya kitu uwe kama yeye au mzidi. Niliweza kubadilika kwa staili hiyo, na mpaka leo naona mimi ni mtangazaji mkali ndani ya miaka 20 kwenye game ya utangazaji mzee. Ndio. Yeah man. Kuna fahamu kwamba baadhi ya waandishi wa habari wa burudani Tanzania wanaweza kuwa na ajenda binafsi wanaporipoti habari za wasanii. Kama mmoja wao unalizungumziaje hili? Umewahi kuhisi kuwa waandishi wa habari wenzako wanaweza kuwa na hidden agendas kwenye kazi zao? Yes. Wapo. Na uzuri kazi ya utangazaji ama kazi ya uandishi ni kazi ambayo haijifichi yani. Ukiwa na mapenzi yako binafsi, anayekusikiliza anajua kabisa huyu mtu ana mapenzi binafsi na hiki kitu. Wengine tunajitahidi kukaa kwenye misingi, lakini kuna wengine wanapenda kupitiliza. Mfano mzuri, kwenye kipindi changu kimoja nishawahi kuuliza swali, nitajie wimbo ambao ulimtambulisha Alikiba, na huo wimbo wenyewe Alikiba alikuwa ameshirikishwa. Kuna presenter mwenzangu alini challenge yani, unamchukuliaje Alikiba? Ni Alikiba anaingia, yani sijui unaona, yani anampenda Alikiba kiasi kwamba yani hata ukizungumza ukweli wa Alikiba anahisi unamkosea. Yani hataki kuamini kwamba Alikiba ni kwenye game anatambulishwa. Alishirikishwa na Ibiskis kwenye ngoma inaitwa Maria akiwa na nani amini Mr. Blue. Yani kwamba anaamini Alikiba alikujaga alitoka, yes alianza kushirikisha vitu kama hivyo. Kwa hiyo wapo watu ambao wanashindwa kucontrol hisia zao. Na wengi ni wale ambao wapo kwenye media ambazo zinamilikiwa na wasanii. Yani hawezi kuzungumza mabaya ya bosi wake. Hawezi kuzungumza mabaya ambayo anafanya msanii ambaye anazungukwa kwenye compound yao. Si umenielewa? Which is kitu hicho akipo. Unaposimama kwenye media, wewe unatakiwa kusimama kwa niaba ya jamii. Jamii haipo kwa bosi wako. Jamii haipo kwa washikaji zako. Jamii ipo everywhere. Na jamii haipo eneo unalotokea tu. Mimi nikiwasha mic leo Dar es Salaam, wanaonisikiliza wako mpaka sijui Bukoba, wako mpaka Mwanza, wako mpaka sijui nchi za wapi huko. Kuna watu wanaona makosa ya mtu fulani, msanii fulani. Wanaona kabisa. Lakini wewe kwa sababu una ushikaji na huyo mtu au nini, una vitu vyako personal na ushikaji na huyo mwamba nini, unaamua kutetea, watu wanakuona najua kabisa hivi. Wapo kweli, siwezi kukataa, na wanaonekana hata kwa macho, hata kinachokiongea kuna mtu anapata picha, huyu anamsema fulani huyu. Yaani kuna watu wapo wanaona hivyo. Though si kitu kizuri sana kwenye media, kwa sababu tupo kwa ajili ya jamii nzima, sio kwa ajili ya mtu mmoja au party moja fulani. Neno moja kwa wafans wako na kwa watu wanaokusikiliza. Kikubwa ni kusupport kazi za wasanii wote wa Kitanzania, bila kujali huyu ni nani, yule ni nani. Kingine kutoa nafasi sana kwa wale ambao wanatafuta nafasi ya kutoka. Wale wakubwa tushawapa nafasi, washakuwa wakubwa, washafika pale. Yani kama hiyo keki wenyewe washaila sana hiyo keki, mpaka zile kuna ule urembo wa keki ule upo na uitaga nini sijui. Unanitoka kidogo, mimi sio mtaalamu wa masuala ya keki. Cream. Zile cream. Yani wao mpaka wamefikia kipindi wanazioga na zipata kama mafuta. Sasa kuna nafasi ya kuwapa wengine hiyo nafasi ya kuweza kupaka hizo cream. Si umenielewa hizo za kwenye keki.
Maana yangu ni nini? Tutoe nafasi kwa vipaji vipya. Sio kwangu tu Twalibi. Wapo wasanii wengine wapya wakali tu wanakuja kwenye tasnia mbalimbali, sio tu muziki, kwenye filamu, kwenye masuala kadha wa kadha. Ili tutengeneze ukubwa wa tasnia zetu mbalimbali, ama industry yetu ya filamu hapa nchini Tanzania, ama industry ya muziki hapa nchini Tanzania, kuepusha ama ku speed up maendeleo, kwa sababu haya yote tunayofanya ni ku speed up ile development ya mtu mmoja mmoja. Leo hii mimi nikiwa msanii nikafanya album yangu mkanunua, manake na mimi nakwenda kwa Mangi kununua vocha, kununua vitu vile vitatu, nitaingia kwenye yard, nitanunua gari, tapanga nyumba kali, mwenye nyumba atapata hela, mwenye yard atauza, nchi itaingiza kodi, si unaona? Kwa hiyo tukitoa vipaji vingi, tukatoa vipaji vipya vingi, manake tutatengeneza walipa kodi wengi na nchi itaongeza uchumi. Kulikoni kuwa na watu wachache tu wao ambao tunaona kila siku na wengine nafikia kipindi wanatuchosha. Kiukweli, ladha zao tumezichoka. So tunahitaji ladha mpya. Kwa hiyo wewe shabiki unamtazama hivi sasa, toa nafasi kwa vipaji vipya. Usidharau, usiamini kwenye majina, amini kwenye uwezo wa mtu. Sikiliza muziki mzuri, toa nafasi kwa watu. Album yangu inapatikana kwenye digital platform zote. Inaitwa 1302 ama 1302. Hii ni tarehe yangu ya kuzaliwa. Mimi nimezaliwa tarehe 13 mwezi wa pili. Mwaka kapuni siwezi kusema. Ila tu ni album ambayo imesheheni ngoma 19. Ngoma zote ziko kwenye mtindo wa raga na dancehall, except wimbo huu mmoja tu ambao nimefanya kwa mtindo wa rap, na huu ni wimbo wangu wa kwanza kurekodi kwenye career yangu ya muziki, unaitwa VIP, na ndio huo wimbo unaitwa Twalibi. Yani ukimtaja Twalibi ndio huo wimbo pekee ambao na historia nao, kwa sababu ni wimbo ambao uliweza kunitambulisha. Nimechana, nimejizungumzia mimi na maisha yangu halisi. Hata ukisikia mwe nimezungumza masuala ya kupati, nimejisifia, nimefanya nini, yani ni maisha yangu halisi. Si wanawake wananipigiaga simu kweli, yani ndio hivyo. Yani nilizungumzia maisha yangu halisi. Ndio wimbo pekee ambao nimefanya kwenye style tofauti, lakini zote nimefanya kwenye mtindo wa dancehall na raga. Nimeshirikisha wasanii kibao, yuko Dark Master Mwana Chemba, yuko Malo mzee wa Bembeleza, mzee wa PP, yuko Dani Msimamo, yuko Brown Punch aka Jitu Jipya bila mid sound baby, yuko Joe Malenbon Badman Kankankalas feature Fia Dancehall man, yupo mtu anaitwa Disan kama hivyo nimekwambia, ambaye yupo kwenye power, yuko mtu anaitwa Maskas. Hao ni watu wapya, wote wanawasikia lakini ni wakali, ukiweza kuwasikia ni wakali sana. Nimeshirikisha watu kibao mazee, album kali, ngoma 19, ngoma zimesheheni kwenye digital platform zote. Andika Twalibi, TWALI acha space B. Ukiingia kwenye hizo digital platform zote utakutana na hiyo hapo mchongo. Kingine tufuatane tu kwenye mitandao ya kijamii zote, inapatikana kama Twalibize, TWALIBIZE. Ukiandika Twalibize unanipata kwenye mitandao yote ya kijamii. Kikubwa kwenye YouTube huko, ukiingia hakikisha ukikuta ina na hiyo account una subscribe, una share hizo mambo hapo. So bana, ili tupate mkato wa kila siku, tupunguze umaskini, tuache kupiga vibomu kwa wana, si unaelewa? Ukinipa nafasi mimi, na mimi nitatoa nafasi kwa wengine, na mwingine atatoa nafasi kwa mwingine. Mwisho wa siku tunapunguza lile wimbi la vijana maskini Tanzania. Kwa sababu tunafanya hivi kupata mkato wa kila siku. Tuondokane na umaskini, tuondokane na hali ya uombaji kwa baadhi ya watu. Tuepukane na uchawa jamani, tutatue changamoto ya ajira, tutoe wigo kwa vijana. Leo mkitoa support, manake kuna watu wa digital platform hapa, nazungumzia sasa ile chain ama mnyororo wa thamani kwenye hii. Mimi nikirekodi album yangu ukinunua, manake nitaipeleka kwenye digital platform. Kuna watu wanasimamia digital platform, wapo wataalamu hapa Bongo, muone bana, wanapata pesa kupitia hiyo. Kuna mtu atakwenda kwenye publishing, kuna watu watatengeneza covers. Yani kuona natoa, sijui unaelewa, natoa ajira kwa watu kadha wa kadha, wanapata chochote kitu, yani kutokana na hiyo album yangu moja. Kwa hiyo ukisupport mimi kwa album yangu moja, umesupport wimbi kubwa sana la vijana nyuma yangu, ambao na mimi nitawapa nafasi kupiga picha, sijui kwenda kudesignia mavazi, kufanya nini. Kwa hiyo support ya Twalibi maana yake umesupport vijana wa Kitanzania pengine zaidi ya 100 nyuma. Hivyo tu support kazi nzuri za Watanzania, support vijana wa Kitanzania, support muziki mzuri, vipaji vipya ndo sana. Mimi napenda sana vipaji vipya, waliopita washapita, tushawajua, tulete vipya, au somano. Hivyo tu, niwashukuru sana, endeleeni kuenjoy magoma makali kinoma noma. Album ni tamu, album yangu ya kwanza imezungumzia uhalisia wa yale nayo yaishi kwenye mahusiano ya mapenzi, kwenye maisha ya kawaida na vitu vingine vingi. Cha mwisho, demwana try kuzipita njia nazopita, hata wakipita hawawezi kuzishika. Wanatamani kuishi maisha kama ya tufanani kwenye uwezo, siwezi kuishi kama wao.
mechi yao, refa wao, uwanja wao, mpira wao, mashabiki wao. Saibwai bado nimewapiga bao. Only me a run. Miada pandi ocean jajana blessed ka play pandi kana. Boom shakalaka Twaliban Saibwai dem danger mia bodem finwa. Representing Saiville, Ghetto Youth Ambassador. Dem danger yard. Boom.